kubwa ambalo amelizungumza pamoja na mengine mengi yaliyozungumzwa hapa ni historia ya Rorya, muundo wa aina ya wananchi wanaoiunda Rorya. Kwa msisitizo mkubwa amekuwa akisema Rorya inaundwa na makabila mawili, inaundwa na Wasuba na inaundwa na Wajaruo. Na amekuwa akiniambia wakati naanza ubunge, kama mzee wangu kwangu mimi ni sawa na mimi ni mjukuu kwake, amekuwa akiniambia maneno haya: ukitaka ufanye kazi vizuri ndani ya jimbo, ukitaka unganishe wananchi wale wote ndani ya jimbo, tambua kwamba Rorya hii inaundwa na makabila mawili. Nimekuwa mbunge wao kwa miaka 10, sikuwahi kuwabagua na niwaendesha wote pamoja, kwamba yeye ni Msuba. Na ameacha historia hiyo kwenye kitabu hicho ambacho mimi kama mbunge tumekuwa tukikitumia na sote tunakwenda kwa kumwenzi Profesa Sarungi. Lakini la pili ambalo kwenye kitabu kile unaweza ukalisoma, kama nilivyosema, wilaya zinapoundwa zinakuwa changa sana, na wakati mwingine mnakuwa mnajitafuta kwa sababu mnakuwa hamna mwelekeo sahihi. Kwa uimara wa profesa wakati huo akiwa mbunge na baadaye akawa waziri, alisimama imara kuhakikisha anatengeneza foundation, anatengeneza roadmap ambayo sisi kama viongozi tunaofuata baada ya uongozi wake alitamani na aliamini ipo siku tutakuja na tutafuata miongozo hiyo ya namna ya utawala, ambapo namna unavyotakiwa uongoze jamii ya watu wanaongozwa na makabila makubwa, hasa makabila yaliyoko mpakani. Profesa kwenye kitabu chake, haya yote mnayoona tunayafanya, ameandika kwenye kitabu chake ambacho kinazungumzia Rorya na maendeleo ya kwa ujumla wake. Ameelezea yapi aliyafanya na ameelezea ametengeneza roadmap ya yapi ambayo yanapaswa kufanya. Na hata wakati akinipigia simu kama mbunge, na wakati wote nilikuwa nikizungumza na bunge nikikaa, mara nyingi amekuwa jioni akinitafuta na ananiambia, ulichosema umesema sawa sawa, umezungumza niliyoyafanya mimi, lakini haya hayapaswi kuzungumzwa, nenda zungumza yale ambayo bado yanahitajika kufanyika kwa wananchi wa Rorya. Soma kitabu changu, tazama yale ambayo nimeyasema kama projection ya namna ya Rorya inavyotakiwa kuundwa, kwa sababu nimetengeneza base ambayo naamini unaweza ukaifuata. Ndugu zangu wananchi na waombolezaji, mimi kama kijana, mimi kama mbunge, nimekuwa nikifanya kazi kwa kutambua misingi hiyo ya muasisi wa Rorya ambaye ametengeneza foundation ya sisi kuifuata, na ndio maana Rorya leo tunakwenda vizuri. Kwa kumalizia, niwaombe sana ndugu zangu wananchi wa Rorya, tuendelee kumwenzi profesa. Tusimame na yeye pamoja na kwamba hayupo, lakini maneno yake bado yanaishi. Uongozi wake bado unaishi. Tukusikamane sote kwa pamoja kwa kutambua hilo, kwa sababu ndio msingi imara wa kuimarisha usimamo wetu na msingi imara wa kutengeneza umoja sisi kama wana Rorya. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana.